Na kusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mpendwa mtumishi wa Mungu, karibu katika somo letu linalosema maombi ya kushughulika na vita yatoka tumboni, tukiwa sehemu ya 6. Tunamshukuru Mungu kwa namna anavyotembea nasi hatua kwa hatua juu ya somo hili, na ninaamini siku ya leo liko jambo kubwa tena ambalo Mungu anakwenda kusema na maisha yetu. Na kadri tunavyosogea, kuna mtu mmoja anakwenda kufunguliwa, kuna mtu anakwenda kuponywa katika jina la Yesu. Naomba kabla sijaendelea nipate kuomba kwa ajili yako na nitakuletea huu ujumbe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya mtumishi wako ambaye umempa neema kupokea fundisho hili. Ninaamini mahali alipo anakwenda kupokea uponyaji na uzima katika jina la Yesu Kristo. Sema nasi kwa kuwa tunakusikia, katika jina la Yesu nimeomba, amen. Mpendwa mtumishi wa Mungu, leo naomba tutazame vita yatoka tumboni inavyoweza kuvuruga hatima ya mtu. Yaani vita yatoka tumboni inavyoweza ikavuruga hatima yako au hatima ya kwangu mimi. Ili tunapojifunza hapa ujue na namna ya kuomba na namna ya kutoka, na ninaamini majira haya ni majira yako sahihi ya kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka katika somo lililopita nilisema kila aliyezaliwa amezaliwa kwa hatima. Kila mtu aliyezaliwa amezaliwa kwa hatima. Ana hatima ndani yake. Uwe umefanikiwa au hujafanikiwa, kuna hatima ambayo unayo ndani yako. Yaani Mungu aliweka ndani yako, na tunatamani kuomba hiyo hatima ikatimie katika jina la Yesu Kristo. Naomba tumwangalie mtu mmoja ambaye anaitwa ni Gideon. Mfano huu utakwenda kukusaidia, na ninaamini siku ya leo kwa fundisho hili yuko mtu mmoja atakwenda kuomba na hatima yake iliyoharibiwa itarejeshwa katika jina la Yesu Kristo. Kitabu cha Waamuzi ile sura ya 8 na mstari wa 22. Maandiko yanasema hivi: ndipo Waisraeli wakamwambia Gideon, tawala wewe juu yetu, wewe na mwanao na jukuu wako pia, kwa kuwa umetuokoa na mikono ya Midiani. Sasa kwa maandiko haya Gideon alizaliwa akiwa na hatima. Ndio maana tunaona alipokuwa mwamuzi wa Israeli na ameshinda vita, wanamwambia tawala wewe na wanao. Angalia, hajawa na watoto, lakini tayari watu wanatamka tawala wewe na watoto wako. Pale ndipo unapoona kizazi sasa kinakuwa ni kizazi cha watawala, kizazi ambacho kina utambulisho kamili, kizazi kinachoeleweka. Yaani akitoka baba, mtoto anapokea, na anapokea na mjukuu na kitukuu na kilembwe, na hakuna anayeshuka. Wote wanakuwa ni watawala. Kwa sababu nini? Tangu kuzaliwa kwao tayari liko tamko linalosema tawala wewe na wanao. Kwa nini? Kwa sababu ya ile asili ya kuzaliwa. Kuna watu wamezaliwa kutawala, kuna watu wamezaliwa kumiliki, kuna watu wamezaliwa kuongoza, kuna watu wamezaliwa kama watumishi wa Mungu, kuna watu wamezaliwa kama madaktari, kuna watu wamezaliwa wafanye kazi kwenye taasisi. Kila mmoja ana kitu cha kwake. Tunachoomba hapa ni kwamba kila kilichoko ndani yako kitokee na kitimie katika jina la Yesu Kristo. Na natamani kuona hivyo mtumishi wa Mungu. Ninatamani uone hivyo mtumishi wa Mungu. Ninatamani Mungu ajifunue kwako kwa namna ya kipekee. Kwa maandiko haya Gideon alizaliwa kama mwamuzi wa Israeli, na alitawala Israeli kwa miaka 40. Sawa na Waamuzi 8:28. Alitawala miaka 40 akitawala. Wewe mpendwa, bali hapo ulipo, naomba nikuulize, unatawala au unatawaliwa? So kuna mtu mwingine toka kuzaliwa magonjwa yamemtawala, roho za ukataliwa kama nilivyofundisha, roho nyingine za madeni, roho nyingine za kuchukiwa, mauti imetawala maisha yako. Vitu vinakufa kila inapoitwa leo. Lakini natamani kwambie, natamani ukatawale katika jina la Yesu Kristo. Natamani mtumishi wa Mungu ukatawale. Mali ulipo utawale, na utatawala katika jina la Yesu Kristo.
ninapoendelea na hili somo na ninapokuombea, ninaamini ya kwamba hata kama kuna mahali ambapo nyota yako ilikandamizwa, ilifukiwa, lakini naomba hicho kibali kikaonekane katika jina la Yesu Kristo. Katika ujumbe huu natamani uone Gideon alikotokea, yani Gideon alikotokea na namna hatima yake ilivyovurugwa na namna alivyopambana mpaka hatima yake ikarejea. Kwa hiyo katika kitabu cha Waamuzi ile sura ya 6 na mstari wa 1 na wa 2, maandiko yanasema, kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka 7. Mstari wa 2, mkono wa Midiani ulikuwa na nguvu juu ya Israeli. Tena kwa sababu ya Midiani, wana wa Israeli walijifanyia hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango na hizo ngome. Sasa tunapoendelea kujifunza, nataka tujifunze mambo kadhaa hapa. Jambo la kwanza, maovu huleta adhabu. Maovu huleta adhabu kwa kizazi. Miaka 7 ya mateso kwa Israeli ni kwa sababu ya uovu. Uovu wowote ukiwepo kwenye maisha ya mtu, uovu wowote ukikaa kwenye familia, uovu wowote ukikaa kwenye kanisa, uovu wowote ukikaa kwenye nchi, unaleta mateso. Mpendwa, epuka uovu. Maisha ya uovu ni maisha mabaya. Ndio baada maandiko yanasema chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Lazima ujiangalie kwamba kwenye maisha yako ni matendo gani yanambatana nawe kila inapoitwa leo. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti, na haujawahi kubadilika. Asema bali karama ya Mungu ni uzima katika Kristo Yesu. Lazima ujue kabisa kila ovu linalotendwa lina gharama yake. Hao wameteseka miaka 7. Sijui mpendwa, hapo unapopitia umeteseka kwa miaka mingapi, lakini tuko mahali hapa kuomba. Ikiwa kuna vita tunayopitia mwaka kwa mwaka, mkono wa Bwana ukatusaidie kurejesha hatima ambayo imepotea. Jambo la pili, mkono wa Midiani ulikuwa na nguvu au juu ya wana wa Israeli. Kwa hiyo elewa, kuna kipindi mkono wa adui unakuwa na nguvu kwenye maisha ya mtu kabisa. Jifunze kitu hiki, kitakusaidia. Sasa Mungu anaweza kuruhusu teso au jaribu kwenye maisha yako, si kwa sababu anakuchukia, ili akuvute kwake. Ni ili akuvute kwake, kupitia hilo jaribu uendelee kuwa wake. Si kila jaribu mpendwa linatoka kwa shetani. Majaribu mengine Mungu amealeta kwako ili akufundishe. Ndio maana tunapoingia kwenye maombi, si kila jambo unasema navunja, nang'oa, naharibu. Hapana. Si kila kitu shindwa kwa jina la Yesu. Hapana. Kuna mapito unapitia, lakini yale mapito ni shule ya kukuvuta ili uwe karibu na Mungu. Kwamba unapopita ndipo hapo unautafuta uso wa Mungu, na ukiutafuta uso wa Mungu unaona ushindi, na ukiona ushindi kwa sababu ulipita. Sasa huwezi kurudi tena kwenye uovu. Kwa sababu gani? Kuna mapito umepitia yakawa darasa kwako. Ninaomba ujifunze juu ya mapito ambayo umepita, lakini kujifunza ambako kutaletea kupona kwako na sio kuangamia kwako, katika jina la Yesu Kristo. Jambo la tatu, Israeli alipitishwa katika mateso kiwango cha kufanya mashimo, mahandraki, aende akakae kwenye mashinikizo, akaishi huko. Vita imekufanya umehama eneo la baraka. So walikuwa na nyumba, walikuwa na mashamba, wanalala vizuri. Yawezekana hata kila mtu na chumba chake, wanaume kwa wanawake. Lakini saa hii wako kwenye mashinikizo, mahandaki, kwenye mashimo, wamekaa hapo. Mpendwa, vita yako imekuweka wapi? Vita yako imekufanya uishije? Iko neema. Anasema mkinirudia nami nitawarudia, nitarejesha miaka iliyoliwa na nzige na parare na tunutu. Mpendwa, kuna mahali unafika unatulia kusema vita hii ni mpaka lini? Mahangaiko haya ni mpaka lini? Mateso haya mpaka lini? Lazima nirudi nikae magotini kwa Mungu, na Mungu anisaidie, na Mungu anitetee. Na natamani kukwambia neema ya Mungu itakufunika kwa namna ambayo si ya kawaida, na utaona kupona katika jina la Yesu Kristo.
Katika mstari wa 6 maandiko yanasema Israeli waliteswa sana kwa sababu ya Wamidiani, nao wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Kwa nini tuko hapa? Kwa nini leo tunajifunza hapa mpendwa? Ni kwa sababu tunataka kumlilia Bwana. Ni kwa sababu tunataka kutafuta uso wa Mungu. Ni kwa sababu tunataka kuomba rehema. Ni kwa sababu tunataka kunyenyekea mbele za Mungu aliye hai, kumwambia Mungu, tumekutenda dhambi, tunakulilia, tunapitia haya kwa sababu hatujakamilika, kwa sababu tumetenda maovu mengi, kwa sababu tumefanya mabaya mbele zako. Yaani tuko mahali hapa tunautafuta uso wa Mungu. Tunatafuta mkono wa Bwana utusaidie. Tunatafuta mkono wa Bwana utushindie. Na mimi naamini mpendwa, maandiko yanasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kabisa, yeyote ambaye atakwenda kuomba kwa kutafuta mkono wa Bwana ili upate kumsaidia, atakwenda kuona neema, atakwenda kuona kibali. Kuna mahali mpendwa umepita, ni pagumu mno. Yawezekana nafsi yako imeumizwa sana. Yawezekana machozi yanachuruzika. Huna wa kukusaidia, huna pa kwenda. Kuna wakati mwingine unakaa ujiangalie, haya ni maisha yangu, hapa ninapopitia kweli ni pa kwangu. Lakini ukiamua kunyanyuka na kuomba kama Israeli alivyomlilia Bwana, iko neema ya kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Katika Waamuzi 6 ule mstari wa 8 tunaona Mungu akimtuma nabii aende kwa Israeli kuwaokoa. Anasema kuwaonya, yani kuwaonya. Anawaonya, anawaambia kabisa ya kwamba acheni kuitumikia hiyo miungu. Acheni, anawaambia kabisa. Na ninachotamani uone ni kwamba katika hiyo Waamuzi 6 mstari wa 12 mpaka 13, malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Gideon akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetutoa huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Midiani 14. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midiani. Je, si mimi niliyekutuma? Sasa mpendwa muombaji, naomba kupitia andiko hili tujifunze yafuatayo. Katika mstari, jambo la kwanza, katika mstari wa 15, Gideon analalamika kwamba atawaokoaje Israeli wakati ambapo jamaa zake wote ni masikini sana katika kabila ya Manase, na yeye ni mdogo katika nyumba ya baba yake. Jifunze kitu cha namna hiyo, kwamba analalamika, asema Bwana ametutupa, ametuacha. Yako wapi matendo makuu ambayo tulihadithiwa ya kwamba Mungu aliokoa baba zetu, aliwaokoa wana wa Israeli? Kwa inawezekana huko hapa unasema, yuko wapi Mungu? Kama Mungu anaponya, kwa nini napitia haya? Lakini yawezekana ni vita inayotembea na maisha yako. Jambo la pili, Gideon analalamika kuwa haoni matendo makuu ambayo aliwahi kuhadithiwa na baba zake kwa Mungu aliwatendea. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ulitamani kuviona na huvioni. Lakini mpendwa, usiingie kulalamika, litafute kusudi la Mungu. Namba 3, Gideon hakujua kuwa kuna uwezo uko ndani yake. Na hili ndilo ambalo natamani kuongea na watu hapa. Kuna watu hawajui ya kwamba ndani yao wana uwezo, na ule uwezo umebeba hatima. Kuna watu hawajui, na wewe hujui. Wewe unajiona tu katika mazingira haya. Mapito unayopitia sio maisha yako. Sio maisha yako mpendwa. Kuna mahali unapitia ni pagumu sana, lakini nataka nikwambie, Mungu akijifunua kwako, wewe unakuwa ni mtu mwingine. Wewe unakuwa na kibali kingine. Unakuwa ni mtu ambaye ni wa viwango vingine. Saa ingine hata hiyo sura ulionayo si ya kwako, ni kwa sababu tu ya mapito. Acha kulalamika, inuka, omba na Mungu atakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Jambo la 4, kuna namna katika malango ya familia. Baba yake Gideon alisimamisha madhabahu ya Baali na kuitolea sadaka
na hiki ndicho chanzo cha mateso ya familia ya Israeli. Madhabahu za kifamilia zinaweza zikasababisha vita ya tangu tumboni, kwa sababu kama ni miaka 7, kumbuka madhabahu hii iliposimamishwa, kuna mtu alizaliwa kwenye familia na tayari kama walichinja, na yeye pia alikula zile nyama, alikula ile damu. Angalia ile vita ya miungu jinsi ambavyo itatesa maisha ya huyu mtu. Ndio maana maandiko yanasema walichagua miungu mipya, ndipo kulikuwa na vita malangoni. Ndio maana Yesu anapokuja anaimwaga damu, kwa sababu kuna damu zilishatumika kufanya matambiko na ibada na zikaharibu hatima ya mtu. Yesu Kristo anakuja awe tambiko la mwisho na la kipekee, agano jipya ambalo hakuna agano jingine la damu ya Yesu Kristo, ambalo ndilo linaweza likakomboa maisha ya mtu. Kwa hiyo elewa mpendwa, hakuna mtu anaweza akakutoa kwenye laana, hakuna mtu anaweza akakomboa maisha yako, hakuna mtu anaweza akavunja laana, lakini Yesu Kristo kwa damu yake ndiye pekee anayeweza. Kwa nini? Mtu yoyote ili aondoe laana yako ni lazima afe kwa ajili yako, na hakuna mtu yuko tayari kufa kwa ajili yako. Kwa hiyo pekee aliyekufa ni Yesu Kristo, akaibwaga damu yake. Huyo ndiye ambaye anaweza akaondoa mateso na laana kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Namba 5 ni mpaka pale ambapo Gideon alivunja hii madhabahu, na ndipo familia ikakombolewa na Gideon akawa mfalme. Natamani nikwambie kitu cha namna hiyo, kwamba kuna mahali ambapo lazima uingie vitani, uanze kupambana, uanze kupigana mpendwa, upigane kiume, kuvunja, kuharibu, kung'oa na kuteketeza, kuangamiza kila madhabahu ya adui inayo operate kwenye maisha yako. Kuna madhabahu nyingine hazikupi kufanya kazi, madhabahu nyingine hazikupi kuokolewa, madhabahu nyingine hazikupi kupiga hatua, madhabahu nyingine ziko hapo kuachilia mikosi kwako, madhabahu nyingine hazikupi mtoto, madhabahu nyingine hazikupi kuolewa, madhabahu nyingine unaweza ukapata vitu vingi, hazikupi kupiga hatua ya kimaendeleo hata siku moja. Lakini Mungu akusaidie. Tunakwenda kuomba. Waamuzi 6 ule mstari wa 25. Ikawa usiku huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, yani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali alionayo baba yako, ukaikate Ashera ile iliyo karibu nayo. Kwa hiyo sasa hakikisha ya kwamba unakwenda kufanya maombi ya kuangusha hizo madhabahu. Ni kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu hizo madhabahu zinaanguka. Na mimi nataka nikuombee sahihi, na ninapoomba hizo madhabahu zikaanguke katika jina la Yesu Kristo. Naomba wote tuombe. Mungu uliye hai, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, katika kitabu cha Mathayo 18:18 umesema lolote tutakalofunga hapa duniani na mbinguni limefungwa, lolote ambalo tutalifungua hapa duniani na mbinguni limefunguliwa. Kwa jina la Yesu Kristo tunakwenda kufunga kila mlango wa mateso, tunakwenda kuvunja na kuharibu kila madhabahu zilizoshikilia maisha ya familia, maisha ya huyu mtu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Madhabahu yoyote ya kuzimu, madhabahu yoyote ya kipepo, madhabahu yoyote ya kichawi, kila ashera, kila aina ya madhabahu zinazoharibu kizazi, na zivunja viti vya enzi vya adui na vibomoa kwa jina la Yesu Kristo. Mkono hodari wa Mungu aliye hai uwe pamoja nawe. Mungu asimame upande wako, Mungu akutetee, uone kuvuka, uone ushindi, uone tena kibali katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Mungu iwe juu yako, na kiti cha enzi cha Yesu Kristo kiwe na wewe na kwenye familia yako. Ufalme wa Mungu uje kwako na ukuongoze na ukutawale, ukawe tena mtu mpya, hatima yako ikarejeshwe katika jina la Yesu Kristo. Nimekuombea, amen. Ninaitwa Jacob Emmanuel Mlawi. Asante kwa kuwa nasi katika sehemu hii ya 6. Nikukaribishe tena katika sehemu yetu ya 7, na Mungu akubariki. Amen.